Aidha kwa kujua au kutokujua, lakini kwa namna ambavyo hali ilivyo mpaka hivi sasa Simba wamekosea, yani aidha kwa kujua au kutokujua. Ukiangalia kwa namna ambavyo mazingira yalivyo, kama kweli watakoma kupeleka timu uwanjani, hakuna sehemu ambayo kanuni inaweza kwenda kuwabeba. Hakuna sehemu ambayo wataenda kujitetea kwenye kanuni, kwa sababu kanuni ya kwanza ambayo imefanya wao kuondoka uwanjani ni kanuni ambayo haiwapi room ya wao kutokupeleka uwanjani kwenye mechi, kwa sababu walikuwa na uwezo wa kwenda kulalamika kwenye mamlaka husika kwamba wamenyimwa sehemu ya kufanyia mazoezi, na ile ingeweza kutolewa adhabu kwa watu ambao wamehusika. Lakini ukiangalia kwenye kanuni zingine, hakuna kanuni ambayo inawapa room Simba ya kugoma kupeleka timu uwanjani. Ina maana wakigoma kupeleka timu uwanjani, wameamua kwenda kugawa alama 3 kwenda kwa Young Africans, lakini pia kuna uwezekano pia wakapokonywa alama zingine 15 kwenye msimamo wa ligi kuu, kutokana na jinsi ambavyo kanuni zinaeleza, kama watakosa au watashindwa kuwa na sababu za msingi za kwenda kujitetea. Na ukitazama kwa namna tukio lilivyofanyika mpaka hivi sasa, Simba hawana sababu za msingi za kujitetea. Maana yake ni kwamba walichokifanya ni makusudi, wamekifanya kwa mitazamo yao tu bila kufuata kanuni zinasema nini. Ina maana wana haki zote za kuadhibiwa kikanuni. Kupokonywa alama 3 kwanza kwenda kwa Young Africans, lakini kupokonywa alama 15 kwenye msimamo wa ligi kuu ni kitu ambacho kinawezekana kabisa bila shida yoyote ile, kwa sababu hakuna sababu ya msingi ya wao kutopeleka timu uwanjani. Ndio maana ninasema inawezekana kwa kujua au kutokujua wamefanya makosa ambayo yatawagharimu sana kwa kiasi kikubwa, unless otherwise binadamu utumiki. Lakini kama hautatumika binadamu, ina maana wamejichimbia kaburi ambalo watajizika wenyewe bila mtu yoyote kuwazika. Unajua kuna wakati viongozi wanafanya vitu kwa mihemko, yani hawafikirii athari ya kitu au faida ya kitu ni nini. Wanafanya tu maamuzi bila kufikiria. Ndio kitu ambacho kimewakuta Simba. Wamefanya maamuzi ya kutokuipeleka timu uwanjani wakiamini kwamba wapo sahihi, lakini ukweli ni kwamba hawapo sahihi kwenye hilo eneo. Walipaswa kwanza kupeleka timu uwanjani ili mechi ichezwe, ikimalizika wapeleke malalamiko yao kwenda bodi ya ligi. Lakini kitendo cha kugoma kupeleka timu uwanjani ina maana wamegomea pia kanuni, ambao ukigomea kanuni usipopeleka timu uwanjani, ina maana kinachofuata ni mpinzani wako kupewa alama 3, lakini pia wewe pia kupokonywa alama 15 kwenye msimamo. Sasa unafikiri Simba kipokonywa alama 15 itakuwaje? Maana yake hawatakuwa nafasi ya kupanda ligi kuu ya kupambania ubingwa, hawatakuwa nafasi ya kuingia kwenye nafasi 4 za juu. So kwa hiki ambacho kimetokea ni kitu ambacho wao kama club wanapaswa kukifikiria mara 2 mara 3 na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakabadilisha mawazo yao kwa haraka ili waweze kupeleka timu uwanjani. Unless otherwise kinaweza kawakuta kitu kibaya zaidi ambacho kinaweza kuangamiza sana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wamefanya maamuzi ambayo sio sahihi.